are skilled at the art of making excuses. Tumeumbwa kutengeneza vijisababu. Vijisababu ambavyo vinafanya tusifanye kazi ya nani? Saa zingine tunasema I don't know, sijui. Unaulizwa kitu maybe ya huduma unasema haujui, simply because you want to give yourself some excuses. Never give yourself excuses when sent to do the work of God. Usijipe vijisababu vya kutofanya kazi ya nani? Ya Mungu. I didn't understand. Ati sikuelewa. Instead of you asking what you didn't understand, unafanya nini? Unasema sikufanya nini? And that when you say you didn't understand, ni wakati already hiyo kitu haijafanyika. That's when you come to say I didn't understand. Instead ungeuliza kutoka nyuma, God akupe nini? Direction ama mchungaji. Or I couldn't find the right tools. Ati sikuwa na vifaa vinavyofaa kufanya hiyo kazi ya nani? Ya Mungu. Saa zingine ni praise and worship mmeitwa. Mnakataa kuingia kuimba kwa sababu eti hakuna vyombo, hakuna stima. Those are excuses. Never give excuses when it comes to the work of God. Bwana asifiwe sana. In Christian world, we can find all sorts of excuses not to obey God's voice. Hii maisha yetu ya wokovu, tunapatanga vijisababu vya kutofanya nini? Kutotii sauti ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Na ni vizuri utii sauti ya Bwana. Saa zingine tunasema hiyo ni kazi ya mchungaji. Si most watu husema ni kazi ya mchungaji. Yes. Watu husema hiyo ni kazi ya leaders. Watu husema okay, hata kufagia kanisa saa zingine utasema hiyo ni kazi ya usher. It's not the work of the usher to sweep the church of God. It's our work to sweep the church of God. It's our work to do all duties that are there to God's things. Amen? Amen. Saa zingine tunasema it's not my gift. Ati hiyo si talanta yangu. Kuimba si talanta yangu. Kuhubiri si talanta yangu. Whose talent is that? Nani aliumbwa kama ako na talent? Nobody. But if you give yourself a chance, unafanya nini? Utafanya, utaimba. I never knew I could sing. Okay, sauti si perfect, but I never knew I could sing. But I had that passion of singing. So nikajiambia aje, Phyllis, you can do it. And I did it. Nikajipeana kwa nani? Kwa Mungu. So usiseme hiyo si talanta yangu. Hakuna mtu ameumbwa ati kitu lazima ufanye. Saa zingine we make perfect through exercises. Amen. Amen. I've already served them. Let someone else do it. Ati mimi nilifanya. Sidikon kali ashikilie. Sidikon Oroch na yeye ashikilie. Si mimi nilifanya. Those are excuses that God don't like. Amen. Amen. Hizi ni vijisababu vyenye Mungu afanye nini? Hapendi. So tujipeane kwa Mungu, tufanye kazi ya Mungu. Or I'm too busy, I'm too tired, I'm too old, or I'm too young. There is no being young in the work of God. Watu walitumikia Mungu, kina David walitumikia Mungu mpaka miaka 400 plus. Watu walitumikia Mungu, kina Moses, kina Abraham walitumikia Mungu. So you are at the age of 20, then you say I'm too young to do the work of God. Ama umefika 30, you say I'm too old, let someone else do it. No, ni kazi yako wewe. Mungu amekuita. We are God's plan. Vile mchungaji alifanya nini? Amesema God knew us before we were born. Amen. Amen. So wacha tufanye kazi ya Mungu bila nini? Vijisababu. Let's make no excuses. Excuses are tools of incompetent, and those who specialize in them seldom go far. Hawaendagi mbali. Watu wenye ujiekea vijisababu hawaendagi mbali. Kazi ya Mungu inafaa tujipatiane na mawazo yetu yote, mwili wetu wote, akili yetu yote, na kila kitu chetu chote, na Bwana atatubariki. Actually tutaona mkono wa Bwana tukijipeana, tukijitolea hivi vijisababu. Amen. Amen. People with excuses are good at anything else. Mtu akona vijisababu, yani lazima tu apate kitu ya
ya kusema, lazima ako na kijisababu. Vero fanya nilikuwa mchungaji, nilikuwa naenda mahali fulani, kama unaweza assign mtu mwingine, unajua nowadays we have phones. Mchungaji atakupigia, uko wapi Phyllis? Namwambia mchungaji niko mbali, niko hata Migori. Na in the real sense niko tu hapa Suneka. So hiyo ni meaning hautaki kufanya nini? Kufanya hiyo kazi yenye mchungaji anataka kupatia, na hujajua ni nini mchungaji anataka kuambia ufanye. Kindly, let's not make excuses when it comes to the work of God. Key points. The task is demanding. Hii kazi ni demanding, inahitaji saa zingine hadi resources, pesa zako, inahitaji all your energy, inahitaji hata jamii yako. Saa zingine you include your family when it comes to the task of God. Let's read Jeremiah 1:5. Jeremiah 1:5 inatuambia hivi: Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Mungu aliumba Jeremiah. Jeremiah aliitwa afanye kazi ya Mungu. Jeremiah alikuwa na excuse like he cannot stand before the nations and talk. He was too young. Of which the Bible doesn't tell us how old Jeremiah was. But Jeremiah alisema yeye kwanza ni mdogo. Na akasema hawezi simama atoe speech mbele ya nations. Lakini Mungu alimshukia akamwambia, I will guide you. So it was so demanding when it came to Jeremiah kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Jeremiah hakuitwa kuwe priest. Kazi ya priest hizo wakati ilikuwa ngumu kuliko kazi ya prophet. Baba ya Jeremiah alikuwa priest, lakini Mungu alichagua Jeremiah kuwa nani? Prophet wake. Amen. Jesus too was called. Hata Yesu aliitwa na baba yake, akatumwa ulimwenguni. Afanye nini? Atuongeleshe, atuambie vile, atuonyeshe njia, atuonyeshe the way. Amen. Amen. To be the prophet, he traveled from place to place, challenging the people to change so that their future in heaven could be guaranteed. Amen. Amen. Yesu alitumwa. Akatembea, alitoka Suneka, akaenda Migori, akaenda wapi, kuongelesha watu, kutubembeleza. Actually he was pampering us. Let me use the word pamper. He was pampering us because God alijua wanadamu tuko na mioyo migumu, lakini akamtuma mwana wake mwenye akuje atubembeleze, tuingie katika, tujue neno lake. So it was so demanding for him because people never accepted him. Amen. Watu hawakumkubali hivyo rahisi. Hatukubalingi. Actually kama kuna kitu watu hawakubalingi haraka ni neno la Mungu. That's true. Kama kuna kitu yenye watu wanakataa haraka ni neno la Mungu. Kama kuna kitu yenye watu wana pull back when it comes to the word of God. Amen. Amen. We have the promise of God's purpose. Mungu ako na sababu, tumepatiwa ahadi na kusudi ya maisha yetu. Amen. I chose you before I formed you in the womb. I set you apart before you were born. That is Jeremiah still 1:5. This carries the idea of recognition of our worth and purpose. Hii inatutambulisha dhamana yetu na sababu yetu hapa wapi? Ulimwenguni. Bwana asifiwe sana. So God ametuumba na sababu. Na hii sababu wacha ikuwe ni kumtumikia yeye. Mimi huomba nikiambia Mungu, God, use me. I'm your vessel. I know I'm not perfect, but I'm your vessel. Use me. I want to be used by you. Actually ni tamanio la moyo wangu na watoto wangu. It's been my prayer. We serve God because kwa Yesu kuna raha. Amen. Amen. Kwa Yesu kuna raha. God knew, chose and appointed Jeremiah. Mungu alimjua, akamchagua, alimjua,
akamchagua na akamappoint because he knew his heart. Mungu anaangaliaga nini? Mioyo yetu. Anajua huyu nikiumba Mary ataenda atangaze. Mungu anajua Mary, na kuna mtu hapo nje Mungu anajua huyu hata ni mtume aje. But Mungu hajawahi give up on us. He's always there to support us, to guide us, and to show us the way. Amen? Amen. Like Jeremiah and Jesus, we need to accept that our future is not ours, we are God's. Maisha yetu si yetu, kama vile Jeremiah na nani? Na Yesu. Maisha yetu si yetu, sisi ni wa Mungu. Tukiwa wa Mungu, wacha tufanye utakatifu wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Point number 2. My talent is inadequate. My talent is inadequate. This one we find it in Jeremiah 1:6. Jeremiah 1:6 inasema, then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak, for Jeremiah 1:6. Then I said, Lord God, behold, I do not know how to speak, for I am only a youth. Vijana mko? Yes. Vijana mko? Yes. Ni nani ajui kuongea kwa Mungu? Kuna mtu ajui kuongea? So Jeremiah pia alikataa, akasema yeye ni kijana, he cannot do the work of God. He cannot speak to the nations because he was only a youth. God uses even a child to convey his message to us. Amen. Mungu anatumikaga anybody. Anaweza tumika hata mwenda wazimu. Anaweza tumika hata huyo mchawi mwenye anakuroga. Anaweza tumika jirani yako. Anaweza tumika youth. Bado anaweza tumika mzee kabisa mwenye anatembelea fimbo to convey his message to us. Amen? Amen. So wakati Jeremiah alikataa ati yeye ni kijana, Mungu alimwambia nitafanya nini? Nitakuongoza, nitakuguide, nitakupatia maneno yenye ukifika hapo kwa nations yenye utafanya nini? Utaongea. And God did what he said. God did what he promised. Amen? Amen. Hata Musa wakati alitumwa pia. That is, we find it in Exodus 4:10. Wakati Musa pia alitumwa, pia alifanya nini? Alikataa. I think Moses was a stammerer. Wakati alitumwa, alikataa kuenda. Ati kwa sababu anastama. Ako tutula. So, wakati alikataa kuenda tieni stammerer, God bado alifanya nini? Alimtuma. The task is not easy. It's very inadequate. God has a way to overcome our weaknesses. Mungu aliingia ndani ya Musa kwa sababu Musa alikuwa stammerer. Na alimtumika bado message yake ikafanya nini? Ikafikia watu. Ikafika kwa mataifa. Alitumia Jeremiah bado kwa vile alikuwa kijana, but he used Jeremiah. He used Jeremiah to convey his message to the nations. Amen? Amen. And insufficient, and his weaknesses and insufficient. Tusome Jeremiah 1:9. Jeremiah 1:9. Jeremiah 1:9 inatuambia, then the Lord put out his hand and touched my mouth. Hili mdomo ya nani Mungu anaguza? Ya Jeremiah. Amen. Mungu akaguza mdomo wake. And the Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. Wakati Jeremiah alikataa, hawezi enda kutangaza, kuhubiri kwa mataifa, hawezi peleka message ya God kwa mataifa, Mungu alimshika mdomo na akaweka maneno yenye ataenda kufanya nini? Kuongea. So when you feel like you don't have the ability, hauna huo uwezo wa kufanya ni wa kuhubiri neno la Mungu, hauna uwezo hata ya kuambia jirani yako pale nyumbani, God lives, God loves you, just ask God to give you the wisdom. Ask God to touch you the way he did to Jeremiah. God is a faithful God. He does wonders. Anasema, I think ni kitabu ya Luke, omba na wewe utafanya nini? Utapewa. So just ask God.
he will give it to you. Whatever you need, atakufanya nini? Atakupatia. Amen. Amen. The touch was not so much to purify. Haikuwa ya kumpurify. Kupurify ni kusafisha. Haikuwa ya kumfanya kuwe safi, no. As it was to inspire. Ilikuwa ya kumtia moyo. Thank you. Ilikuwa ya kumtia moyo. Haikuwa ya kumpurify actually. It was to inspire Jeremiah and empower Jeremiah. And empower. Ilikuwa ya kumempower. Akuwe na hiyo nguvu. Atoke nje afanye nini? Ahubiri injili. Amen. Jeremiah was bestowed with the gift of prophecy. Na Mungu akamjaza na hiyo nini, gift ya prophesy. Alitoka na akafanya nini? Na akafanya kazi ya Mungu perfectly. Amen. Amen. Jesus also experienced this touch in visible way. Wakati pia Yesu alibatizwa, hii tunaipata kwa Matthew 3:17. Wakati Yesu pia alibatizwa, after ametoka ndani ya maji, mbingu zilifunguka. What happened? Dove ilitoka kutoka juu ikafanya nini? Ikamwangukia mabegani. That was a visible touch to Jesus. God alitouch Yesu na akaenda akatoka akafanya nini? Akafanya kazi ya Mungu. Amen. God uses the most unlikely person to shake a church. Mungu anatumianga Mungu anatumianga kile kisichokuwa na dhamana. Hata atatikisa hii kanisa, atatikisa nations, atatikisa. Mungu anatumianga anything. God uses anything to shake the church, to shake the nation, to shake anything that he pleases, that pleases him. Sorry. God does not bless a silver tongue. Mungu habariki ile ulimi iko na silver. Mungu anabariki kwanza ile yenye hata ijuigi kuongea. Amen. Amen. But anatumikanga, hatumii ile ulimi iko na silver. Anatumia yenye amefanya nini? Amebariki. Yenye yeye mwenyewe amefanya nini? Ameguza. Yenye yeye mwenyewe anataka. Amen. Amen. Ulimi yenye imebarikiwa hata kutoka kwa madhabahu. Hata mimi kusimama hapa haikuwa kazi ya mchungaji. Ni Mungu alifanya nini? Alinena na mchungaji akamwambia kesho hata nani? Phyllis ahubiri. Amen. Amen. So I'm not saying that God has touched me, but I know he has. Mungu anatumika ile yenye anapenda na yenye imebarikiwa kutoka kwa madhabahu. Point number 3. The time is not right. The time is not right. Still in Jeremiah 1:6. Wakati Jeremiah alisema yeye ni homosai. He cannot go out there and preach the word of God. He doesn't have the right words to preach the word of God. Amen. Amen. Alisema yeye ni kijana. Vijana msiogope. I can remember siku kijana. Wakati fulani tumeenda Kericho kazi. Na tulienda training na tool inaitwa SFN ya kazi. So tulikuwa tumewekwa kwa ground. Watu tuimbe, tumsifu Mungu, then tuingie tufanye chenye kilitupeleka Kericho. I remember nilikuwa na ile uoga tunaweza simama uanze kuimba because I feared people. Nilikuwa naogopa watu. Nilikuwa naogopa eti mtu anione eti naimbia Mungu. Sikuwa nimeokoka, nasema sikuwa nimeokoka ile 100. I was somewhere there. Nilikuwa moto na baridi. Nilikuwa moto na baridi. Amen. Amen. Sasa tukaanza kuimba. I can't really recall the song, but tulianza kuimba. Mimi niko tunaangalia nani ananiona. Nikiona hakuna mwenye ananiona, then I sing. Nikiona kuna mwenye ananiona ninaacha.
So nilikuwa naibikia Mungu. Of which sahi I can stand firmly and sing, dance, niimbe nimchezee Mungu bila nini? Bila haya. Amen. So vijana, wakati Jeremiah aliitwa, alisema yeye bado ni mdogo. Msiaibikie kumfanyia Mungu kazi. Fanya kazi ya Mungu vile Mungu anataka ifanywe. Usiseme tu wewe ni kijana. Vijana mko hapa, mko na warembo hapo nje. Ati mrembo utaki mrembo akuone, umekuja kwa Mungu. No! Kwa nini uogope binadamu? You fearing a human being like you. Now imagine God knows your heart. God knows your name. God knows you. Why should you fear God, a person, and not fear God? Just fear God. Fanya kazi ya Mungu. Never fear a human being like you. Saa zingine tunaogopa ati sijui nimevaa aje. Ati nikikutana na mchungaji asinione. Why fear mchungaji and not God?